Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi anasema, idha sallat almar'a khamsaha, mwanamke atakaposali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, akajihifadhi utupu wake, wa ataat zawjaha, na akamtii mumewe, qila, inasemwa, udkhuli aljanna, ewe mwanamke ingia peponi, min ayi abwabi aljannati shiti, kupitia mlango wa pepo wote unaotaka. Enyi vijana, antum qadatul mustaqbal, nyinyi ndiyo viongozi wa baadaye, nyinyi ndiyo wazazi wa baadaye, baba wa baadaye, mama wa baadaye. Hakikisheni inasimamia mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Vijana wenzangu, tuko katika umri uliokuwa mzuri na tuko katika kituo kilichokuwa kizuri. Tumetoka katika kituo cha utoto cha udhaifu, tuko katika kituo ambacho kimekamilika, lakini tunaelekea katika kituo cha madhaifu vile vile. Allahu khalaqakum min dha'fin, Allah amekuumbeni kutokana na udhaifu wa utoto. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha Allah akakujalieni baada ya udhaifu nguvu. Nguvu gani hizo? Za ujana. Hizi nguvu tulizokuwa nazo sasa hivi, unaweza kuamua kuongea masaa 2 matatu wala uhisi kuwa umechoka. Unaweza kutembea masafa marefu wala uhisi kuwa umechoka. Unaweza kufanya chochote kile kwa sababu una nguvu. Vijana wa kisahaba walikuwa wakijipinda sana katika ibada na walikuwa wakienda mbio kuutumia muda wao wa ujana katika kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Hawakuwa kama sisi. Mtoto uliokuwa naye ni amana, na mzazi ataulizwa kwa Allah tabaraka wa taala, alimlea vipi mtoto wake. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi anasema, inna Allaha sa'ilun kullu ra'in amma star'ahu, hakika Allah atamuuliza siku ya Kiyama kila mchunga na kile alichokichunga, amekihifadhi au amekipoteza. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti, faka Allah tabaraka wa taala atamuuliza mtu kuhusiana na watu wake wa nyumbani. Leo una watu nyumbani, una watoto 6 7, mke wako yuko nyumbani. Allah tabaraka wa taala atakuuliza mmoja mmoja, kila mmoja aliyoko nyumbani kwake, na kila mmoja mzazi aandaye majibu ya kumjibu Allah.